أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tulifika kwa hukumu ya sita ambayo kwamba inahusiana na swala zima la mitandao ya kijamii. Ameweza kuulizwa Sayyid ya kuwa hali yajuzu sahar, je, inajuzu kukesha, yani kukesha usiku nzima ala mawaqi tawasul alijtimai, yani katika mitandao za kijamii. Yani unatoka hapa, ukitoka hapa unaenda kule, ukitoka kule unaenda kule, kukesha bishaklin mufrid. Lakini kukesha huku ni kwa sura au kwa picha ambayo kwamba inampeleka mtu kuvuka mipaka. Yuaddi dhalika ila dhuhuri taab, na natija ya kukesha huko hadi kabla alfajiri, wakati mwingine hadi baada alfajiri. Kukesha huko inafanya nini? Yuaddi, inapeleka mtu ila dhuhuri taab, kudhihirisha tabu. Yani kwake anakuwa ni kama mtu mwenye amechoka kufanya kazi usiku nzima, anakuwa na kile kitu ambacho kwamba tunaita hangover. Yani amechoka kweli, ni kama amefanya kazi nini na vitu kama hivyo. Sasa ndo anaulizwa kukesha huko ambayo kwamba inapeleka mtu kuhisi kwamba ana tabu, amepata tabu, amechoka na uchovu fulani kwa mwili. Wal irhaqa alayhi, na kushindwa kutekeleza. Al irhaq yani ni ile mtu kushindwa kutekeleza majukumu yake ya kawaida fil yawmi tali, katika siku ambayo kwamba inafuatia. Ma yuaddi ila taksir fi amali, ambaye kwamba natija, kila natija inakuwa ni nini? Inakuwa ni uzembe ama kufanya uzembe katika kazi zake za kawaida. Kwa hivyo swali imeeleweka. Mimi kama mimi Muislamu niwe na kesha usiku nzima kwa ajili tu ya internet, si kwa ajili ya masuala mengine. Ninunue bundles zangu, niwe ni mwenye kuweka kwa simu, au ni mwenye kuwa na wifi yangu, alafu kisha nifaidike na internet. Na kufaidika nayo kule si kufaidika tu kufaidika, bali kuanzia saa 2 usiku kwenda mtu yuko kwa internet mpaka asubuhi. Sasa Saida anaulizwa, mtu kukesha hivyo alafu baadaye siku ambayo kwamba inafuatia anahisi kwamba amechoka sana tena sana. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia usiku kuwa ni nyakati za kupumzika, amejalia usiku kuwa ni wakati wa kustarehe. Lakini sasa wakati huo ndio inakuwa usiku wako au masaa zako za kufanya hizo kazi za kuingia kwa internet. Sasa anasema Sayyid kwamba idha kana fi dhalik, yani ikiwa katika hali hiyo ambayo kwamba inampeleka mtu kuhisi kwamba ana uchovu, inampeleka mtu kuzembea katika kazi zake. Maana hakuna vile mtu atakesha usiku alafu mchana awe ni mwenye kufanya kazi. Urongo mbaya. Pengine atafanya baadhi ya kazi na kila kazi awachane nayo. Yani pengine atafanya kazi kuanzia asubuhi, ama tuseme wengine kazi zao zinaanza baada ya alfajiri, saa 11 asubuhi, saa 11 asubuhi mpaka saa 10 tuseme. Sasa saa 11 asubuhi mpaka saa 10, na huyu mtu alipotoka kazini akakesha tena usiku nzima tu kwa internet. Ya kwanza atakuwa na uchovu wa mwili, ya pili kuna maradhi ambazo kwamba asipochunga itakuwa ni atakuwa ni mwenye kujisababishia. Maana usingizi nao ni kitu kibaya sana, inaweza zindua maradhi mengine ambayo kwamba hatuyafahamu. Sasa mtu kama huyu pia macho itakuwa imechoka, maana
viungo vya mwili pia wakati mwingine inachoka, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia mkono. Wakati ambapo kwamba utafanya kazi sana, utabeba vitu kwa wingi, utabeba vitu vizito, itachoka. Kwa hivyo inahitajia kupumzika. Pia macho itahitajia kupumzika. Sasa anasema Sayyidi kwamba idha kana fi dhalik, ikiwa katika hilo ye kukesha usiku mzima, dhararun, yani kutakuwa kuna madhara ambayo kwamba itakuwa ni yenye kumrudia yeye mwenyewe, yani madhara ambayo kwamba itakuwa ni yenye kumrudia, ima madhara ya kiafya au madhara ya kikazi, na taban lazima zote atakuwa ni mwenye kukumbana nazo. Ikiwa mtu tabia yake itakuwa ni hiyo, mchana anafanya kazi, usiku ni kukesha, mpatie siku 5 ndio tutaambizana nini maana ya kukesha. Nataka tu kueleza kwamba kuna wakati mmoja kuna bwana ambaye kwamba alijiambia tu kwamba na alijiingiza katika nasa ya kustarehe na masuala na kukesha nini, akawa ni mwenye kukesha siku 3 siku 4. Wakati mmoja wakawa kwa safarini. Sasa yeye akasema kwamba mimi leo nitaonesha wenzangu kwamba huwa silali, na kweli siku hiyo hakulala. Sasa wakati ambao kwamba wanaporudi hakulala pia, yani kama siku moja hivi, kama siku 2. Kwa hivyo karibu siku 5 mzima halali huyu bwana. Ndio tujue usingizi haibembelezi mtu. Aliporudi katika mji ambao kwamba wametoka, akaambia mabwana, wacheni mimi niingie msalani. Nitakapoingia msalani nyinyi nisubirieni tu hapa hivi. Sasa alipoingia msalani, jamaa akaketi. Sasa watu wanamsubiria nje, lisali moja, masaa 2, masaa 3. Huyu bwana kwa nini atoke msalani? Sasa na hii ni kitu cha kweli ambacho kwamba kimetokea. Sasa wakaanza kuulizana, huyu bwana yuko wapi? Wakaanza kubisha mlango ambao kwamba huyu bwana alikuwa mlango wa choo ambao kwamba alikuwa ameingia. Jamaa fungu, ilibidi wavunje mlango. Jamaa alilala, kumbe kwa bahati mbaya, yani ni ile tu kwamba ni kwamba alikuwa anafanya haja yake nini, kumbe jamaa alipitiwa na usingizi mbaya sana na ngorota ile mbaya. Sasa hakuna kitu kibaya mandugu zangu kama usingizi. Usingizi ni maradhi, usingizi ni ugonjwa. Kwa hivyo ndio maana anasema Sayyid, ikiwa itakuwa kuna madhara ya kazi, na taban pia madhara ya kikazi itakuwepo, maana hata kuwa ni mwenye kufanya kazi kama mtu ambaye kwamba aliyepumzika kawaida, bali atakuwa nasinzia na usingizi itamsumbua. Tunaona wakati mwingine pia nyakati za usiku wa Lailatul Qadr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipe wale ambao kwamba wanakesha katika usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr, siku moja mtu anafanya amali, atakapofanya amali yake kuanzia saa 2 mpaka alfajiri anarudi kazini. Lakini hebu angalia taabu, yani hiyo uchovu wa mwili ambao kwamba anakuwa nao. Sasa huyu bwana amezoea kila siku internet, kila siku amezoea internet. Kwa hivyo anasema sasa fala ya juzu, haijuzu wala ayi hal, na katika hali yote ile yajibu alqiyam bil amal, ni lazima awe ni mwenye kufanya kazi. Sayyid anataka watu wafanye kazi, Sayyid anataka vijana wajitume, anataka watu wajitume, anataka tujitume katika kazi wala tusizembee. Ndio maana anasema wa ala ayi hali, na katika hali yote ile fayajibu alqiyam, ni lazima mtu kufanya nini? Kutekeleza majukumu yake ya kazi, tibqan lilmuqarrarat, kulingana na makubaliano. Yani wakati ambao kwamba unakubaliana na yule mkubwa wako ambao kwamba amekuajiri kazi, au yule mwajiri wako kwamba saa fulani na hadi saa fulani nafaa mimi nifike kazi, ni lazima ufike kazi. Nenda na ile ambaye kwamba mmeahidiana, nenda na ule mkataba ambao kwamba mmekubaliana. Kwa hivyo anasema yajibu alqiyam bil amal tibqan lilmuqarrarat, yani ni lazima kutekeleza kazi au kufanya kazi kulingana na makubaliano ambayo kwamba mmekubaliana. Wala yajuzu alihmal, na haijuzu ile kupuuzilia au kufanya uzembe, yani ile mtu kufanya uzembe katika kazi baada ya makubaliano
haijuzu, ni haramu, especially kutoka kwa muumini, kutoka kwa Muislamu. Ile kuzembea kazini, ile kuzembea katika kazi, ile kufanya uvivu katika kazi ni haramu, baada ya wewe kusikizana na yule mwajiri wako. Na hapa pia kuna nukta nyingine, ni lazima yule ambaye kwamba aliajiriwa kumheshimu mwajiri. Yani hata kama mwajiri atakuwa ni nani, ni lazima kumheshimu. Atakapokuambia njoo saa 2, nenda saa 2. Yani heshimu kazi yake. Kwa nini? Kwa ajili hapo ndo unapata riski yako wewe, na pia hapo ndo anapata riski yake. Na hata kama ungekuwa ni wewe mwajiri na ungeweka mkataba na mtu mwingine, ungetaka yule ambaye kwamba umemwajiri awe ni mwenye kukutendea au awe ni mwenye kukufanyia kazi inayostahili kwa wakati wake. Kwa hivyo ndo anasema Said, wala yajuzu al-ihmal, na haijuzu kabisa kabisa kupuuzilia kazi ama kufanya uzembe au taksir fihi, au kufanya chochote ambacho kwamba inaonyesha alama ya uzembe katika kazi, ambayo kwamba si miongoni mwa sifa za muumini, si miongoni mwa sifa za Muislamu. Kwa hivyo mpaka hapa tumefaidika na hii masala ya 5 ama hukumu ya 5 ambayo kwamba Said alikuwa anaongea kuhusiana na swala zima ambalo kwamba linahusiana na kuzembea katika kuzembea ambayo kwamba inasababishwa na utumizi wa internet. Inshallah taala, katika masala ya 3 ambayo kwamba itakuwa nimekuja ni nini? Ni hukmu silati rahim au rahim, yani ile kuunganisha jamii kupitia internet. Je, utumizi wa internet inakuwa ambayo kwamba inasababisha mtu kuvunja ukoo wake, je, inajuzu kutumia ama haijuzu kutumia? Masala hiyo au masala hayo itakuwa nimekuja baadaye. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.